Ramani ya nyumba ndogo ya vyumba viwili ya kuanzia maisha ya gharama nafuu. Ramani ya nyumba ya vyumba viwili ya gharama nafuu ya kuanzia maisha. Mjenzi wa nyumba, leo nimekuletea ramani ya kisasa kabisa ya nyumba ndogo ya kuanzia maisha ya gharama nafuu sana. Kabla yote, naomba uweze kusubscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila ninapopost video zinazoelimisha kuhusu ujenzi wa nyumba bora na za kisasa. Itazame vizuri sana muonekano wa hii nyumba, ni lazima utaipenda. Yaani hata kama na roho mbaya vipi, lakini hapa lazima uipende pamoja na ubaya wa roho yako. Kila nitakachokitaja humu ndicho kilichopo kwenye ramani ya nyumba hii, na ikiwa sijakitaja, tambua kwamba hakipo katika ramani ya nyumba hii. Naongea kwa sababu najua nitakutajia vitu vilivyopo, halafu wewe tunaanza kunipigia simu kuuliza kitu fulani hakipo, kitu fulani. Sasa kama kipo singetaja. Kwa nini kitaja ndicho ambacho kipo. Kama sijakitaja hakipo, kwa hiyo sihitaji simu za namna hiyo. Sawa? Najua umenielewa. Leo mjenzi wa nyumba imekuletea ramani ya nyumba ya vyumba viwili vya kulala. Na katika nyumba hiyo, chumba kimoja ni chumba kikuu, yani inamaanisha ni master bedroom, na chumba kimoja ni cha kawaida, ni chumba cha kawaida, pamoja na sebre moja na dining ile sehemu ya kula chakula, veranda tumezoea kuita kibaraza moja ya mbele ya nyumba, corridor. Nyumba hii imedizainiwa kwa lengo la kutumia mtu mwenye familia ndogo. Naweza kusema nyumba hii inamfaa mtu anayeanza maisha au aliyeanza maisha muda mrefu lakini awe na familia ndogo. Ni nyumba yenye utofauti mkubwa na zile zilizozoeleka mitaani. Ukiangalia nyumba yote ni nyumba ya kisasa sana, inavutia kutokana na jinsi ilivyo dizainiwa. Imedizainiwa kwa ubora wa hali ya juu, inatumia material kiasi sana. Ikiwa wewe kiwanja chako ni kidogo au kipato chako ni kidogo au ni cha kawaida, hii nyumba inakufaa kwa sababu ya uchache wa material yatakayotumika. Kwa hiyo gharama za ujenzi ni ndogo sana. Kwa hiyo material utanunua kwa gharama ndogo, pesa kidogo, na fundi utamlipa kwa gharama ndogo, pesa kidogo. Inahitaji mtu aliye na kipato cha kawaida au kidogo, na inatosha kwenye kiwanja cha kuanzia mita 13 kwa 15 au zaidi. Nyinyi ambao saizi kuna viwanja vimeibuka vinauzwa zaidi mita, watatu wanatumia futi, watumii mita, wanakuambia futi 40 kwa futi 50. Vile viwanja ni vidogo sana, yani vile vina ukubwa wa mita 13 na pointi kwa mita 15 na pointi. Salamani kama hii ndio inayokufaa. Usitafute ramani ile kubwa, halitakufaa kwenye hicho kiwanja chako hicho ni kidogo. Unabakiwa na eneo dogo kwa ajili ya matumizi yako mengine. Inatumia eneo la square mita 6.5, 6.5 square mita. Ina urefu wa mita 9 na upana wa mita 7.9. Inatumia block 750 za msingi na block 1340 za kuta na kutungilia au kukazia ukishapiga kenchi. Jumla nyumba yote inatumia tofali za bloko 2090. Inatumia bloko 2090 jumla ya bloko zote. Inatumia mifuko 20 ya sementi kwenye ujenzi wa msingi na mifuko 22 ya sementi kwenye ujenzi wa nyumba wa kuta, na mifuko 10 kwa ajili ya zege. Jumla ya mifuko yote ya sementi ni mifuko 52. Inatumia nondo 25 za milimita 12. Hii ni kwenye beam la juu pamoja na nguzo. Mchanga inatumia tipa 2 na kokoto ni tipa 1. Vipimo vya paa vimezingatiwa kutokana na ukubwa wa nyumba. Pia madirisha, nguzo, ngazi na ukubwa wa vyumba vipo katika vipimo standardi
vinavyokubalika kitaalamu, na hata muonekano wake wa nje na ndani ni wa kuvutia sana kama wewe mwenyewe unavyoona. Sasa jamani, tuache ujenzi wa kujenga kwa mazoea. Inatakiwa tujitahidi kuweka utofauti, tuweke alama kwenye nyumba zetu, weka hata utofauti kidogo tu pale kwenye kamtaa kako, pale kwenye kanyumba kako. Hata kama wewe unakuwa uhitaji mambo mengi kwa sababu yatakuongezea gharama, basi weka nyumba zenye mambo mengi. Ubunifu ni muhimu. Ukiwa unataka nyumba yenye mambo mengi, basi buni tuweka ubunifu ni muhimu ili uweze kuwa na tofauti na nyumba nyingine katika mtaa unaojenga. Kila aina tu, sio lazima uwe tofauti sana, ila uweka kijanja. Tunaenda kijanja. Na ramani ya hii nyumba ipo na imekizi vigezo vinavyokubalika na serikali ili uweze kupata kibali cha ujenzi kwa wale waliopo mijini. Na hii nyumba ina full budget kuanzia msingi, ujenzi wa nyumba hadi paa. Ikiwa unahitaji, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona ili uweze kuipata. Pia ninachora ramani za nyumba. Yaani hapa ninachora, yani sio hiyo tu ramani ndio kuwekea, bali ninachora ramani nyingine za nyumba za aina zozote. Yaani iwe nyumba kubwa, iwe ndogo, iwe gorofa, iwe ya kawaida. Ramani hizo nazichora. Pia na kujenga. Ukitaka nikuchoree, nikujengee, ni wewe tu. Ukiwa umetaka nikuchoree na tafuta fundi mwingine ajenge, ni wewe tu. Ila ukitaka ramani nimeandaa kwa fundi mwingine, mtaalamu mwingine mije nikujengee, na yenyewe pia inawezekana. Kwa hiyo ninaweza kujenga nyumba za aina zote. Ukihitaji ramani, utapata pamoja na bajeti yote ya hii nyumba, na kutumia kwa njia ya WhatsApp au email au Telegram, njia mojawapo ambayo ni rahisi zaidi. Pia ukitaka kuwasiliana na mimi, tumia namba hizo unazoziona kwenye screen yako hapo chini. Kwa elimu zaidi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba. Pia unaweza kunifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba. Natoa ushauri bure kabisa. Kwa msaada zaidi, wasiliana na mimi kwa kutumia namba hizo unazoziona. Tafadhali usinipe kazi ya bure. Ninatoa ushauri bure, sifanyi kazi ya mtu bure, ila ushauri ndio naotoa bure. Tunaweza kushauriana. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.